Taarifu kina brothers and sisters, ile time ya kuchill kwenye kona shafika. Hapa inatemwa madini, story zote makini, cause we all know Jabi Saleh akiwa kazini. Yes, mambo vipi Tanzania, Afrika Mashariki pamoja na Afrika kwa ujumla, lakini pia our brothers ambao wako nje ya bara la Afrika, mlioko Europe, mlioko America. I hope wote mtakuwa mko salama sana, na tunawashukuru sana kwa kile ambacho mmekuwa mkikifanya kwetu sisi, ambacho ni kutusupport, mnavyotuangalia na kutupa maoni yenu. Tunafanyia kazi sana, and shout out to all the brothers ambao wamekuwa kutufuatilia sana, including my brother Balozi Dollar. So we appreciate brother, wewe umekuwa unafuatilia every episode na tunafurahia sana kuwa ni mmoja wao pia. Baada leo na kukaribisha kwenye episode nyingine, baada ya ambayo iliyopita tulikuwa na Nalon mzee wa Manzese Crew. Leo bwana, nina furaha ya kumkaribisha the one and only, anaitwa Mr. Sinza Star. Yes, siku zote ni Sinza Star, iwe yupo Sinza au hayupo, leo atatuambia, au sio bwana, lakini ni Sinza Star. Mansour Lee, over 20 years in the game, alafu bado anaendelea kurepresent, na sasa hivi ameachia pishi. Ameonyesha uwezo wake mwingine. Si mlikuwa mnaona kama mnamchukulia poa, sasa kawaonyesha, kawarudisha kule kwenye matang twist na nini. So na furaha sana kumwalika Mansour Lee, na tutafahamu mengi sana, pengine mengine unayafahamu na pengine huyafahamu kabisa, lakini hii ni katika pia kuiangalia safari yake ya zaidi ya miaka 20 kwenye game. Mansour, Ali, mambo vipi? Bwana, alhamdulillah niko poa kabisa. Mzee umevunja kabati, yani umesikia unakuja kwenye hip hop corner rafiki yangu. Ba director Medi rafiki yangu, umeona jamaa, naona kanipania. Bwana, mimi nimejua siku hizi mzee wa masuti. Niko na basi angalau tuende sawa na mimi nikapiga suti zangu nazopiga kila siku. Maana hizi ndo suti zangu mimi. Bwana, looking good brother. Thanks bro. Unajua kule Mtoni kule Mtoni bwana, tunafahamu yani hii moja ya utamaduni kwa especially watu wa hip hop. Mtoni inabidi waelezee kidogo, sio kwa hapa kwa kupendeza. Mtoni kwa maana ya Mamtoni Marekani. Tunasemaga Mamtoni. Moja ya tamaduni ya watu wa hip hop ni kupendeza, au sio bwana? Sasa lakini kwenye kupendeza kule kuna watu ambao wanatazama kama wanazidi, yani wanakuwa smart. Au sio bwana? Kuna mtu mmoja anaitwa kuna mtu mmoja marehemu anaitwa Heavy D. Yule jamaa alikuwa noma sana. Agana balafa yule. Heavy D alikuwa anapendeza. Na punk nini na miwani yake kama unamuona vile. Noma sana jamaa alikuwa anapendeza. Fresh didi. Alikuwa msafi. Kwa hiyo sasa yule alikuwa anazidisha, yani unajua? Sasa hiyo sifa maana kibongo nayo wewe miaka yote. Sasa mimi sije kumuona bana Medi, mimi sije kumuona Mansour Lee kachafuka hata kidogo. Yaani hata mimi waga kuna siku nachafuka. Ila sasa hapo hii interview asione country boy rafiki yako. Country kama wanaongea ndio. Mimi mwenyewe kuna kipindi unaweza kanikuta nimechafuka. Ila mimi evidini nimechukua unywele, nataka unywele uwe umenyoka. Evidini ulikuwa unywele ana uchana. Unywele wake umekaa ni panki fulani hivi. Safi sana. So bwana, shout out kwa Mansour Lee, siku zote amekuwa na kuwa fresh, so fresh, so clean. Kwa hiyo ndio sehemu ya utamaduni wetu, au kai kindezi au kai kizembe. Mansour Lee, leo tuna miaka 23 tangu ulipotoa single ya kwanza, right? Alafu si ndio 2000 na ngapi? 2002. Ile poa tu. Poa tu ambayo kufanya vizuri ilitoka 2003. 2003. Ile ilikuwa nimeenda kushiriki kwenye kutafuta vipaji pale Club Asset. Wakina Hamibie, wakina Datifas Mango walikuwa pale na radio yao, wakina Majeo walikuwa wameanzisha ile kitu ya kutafuta vipaji, ilikuwa ni Magic FM time hiyo 2003. Nakumbuka ile ilikuwa mwezi Juni, ilikuwa kipindi ambacho shule zimefungwa, sababu time hiyo mimi nilikuwa pale Azania High School. Kwa hiyo tukaenda na wanangu, actually tunaenda si kutazama tu. Hata hiyo namna ya kushiriki yale mashindano kwa kweli ni mmoja rafiki zangu alinisakizia. Naweza kusema alinisakizia. Sababu si kila Jumapili tulikuwa tunaenda pale, na mkuta Suka pale mwenyewe kwa mlangoni pale. Hivyo ni Suka pia, shout out kwake, tumetoka mbali pia mimi na Suka, sababu Olevo tulikuwa Masjidi Kuba wote pale. Yeye alinitangulia mwaka mmoja akawahi kumaliza. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana, kwa baadaye nikaja kumkuta huko kwenye industry na nini. Sasa kwa hiyo tulikuwa tunaenda kila Jumapili jioni saa 10 tunatoka zetu Sinza pale, tunachukua zetu daladala au mpaka Kinondoni pale. Tunaenda kuangalia. Hata siku tumeenda kama zishapita wiki 3-4 hivi. Tunaenda kuangalia, nimekaa tu kumbe kuna mwanangu mmoja kakimbia kaenda kaandika jina langu.
Kipindi hicho AK yangu mtaani inaitwa Killer B. Killer B. Nilikuwa nataka tuliangalie ile jina ile Killer B. Tuendelee. Basi akaenda akaniandika. Tumekaa tu tunajua majina, sikio tulikuwa watu kama 108 ya. Kwa majina anaenda tu anaitwa ile mpaka ilikuwa inaisha show ile kama kwenye saa 3. Nimefika kwenye saa 1:2 hivi naona jina linaitwa Killer B. Killer B, sasa mimi nikawa nimekaa tu najua sababu mimi sijaandika jina. Kwa nikashtuka tu nani anajiita Killer B. Basi baadaye ndo mwanangu anashtua, wewe si unaitwa muda wote usikii? Naambia nimeitwa, mimi sikuandika. Anambia mimi nimekuandika jina. Hii sasa pale unajua mapigo moyo anaanza kwenda kasi, sijawahi kwanza hata siku moja kupanda kwenye umati wa watu hivyo kuperform. Tukichana mimi nachana tu mtaani kwangu huku na ndipo nilipopewa jina la Killer B mtaani. Basi kabidi sasa nishtuke nikimbie niende mpaka pale juu. MC alikuwa na host alikuwa ni Frank mshikaji fulani alikuwa kwenye Bongo Movie those days. Siku hizi nahisi yuko mtoni. Frank namfahamu vizuri, anaitwa Frank nani sijui somebody, jina lake ni Muhammad yule jamaa. Yake asa ile Frank ilitoka wapi kwenye sanaa? Kwenye laki. Basi somebody Muhammad kwa sababu ana brother yake yule na brother yake walikuwa chuo pale cha uandishi wa habari pia. Kwa hiyo brother yake alikuwa anaitwa Swedi, nafikiri anaitwa Muhammad, somebody Muhammad. Ni mtu wa hip hop sana. Shout out kwake mzee. Those days yeye ndo alikuwa na host sasa. Ukaja hapa mzee, vipi bwana hicho jina muda wote leo au jina nini? Nikamwambia bwana niko uane kabidi nizuge. Rules unazijua na hivyo mimi DJ nakumbuka alikuwa DJ Bula, kitu kama hicho. Rules ni hivi na hivi beat inaanza hapa lakini utakitu mpaka ifike sehemu yake yenyewe ya kuanzia. Ilikuwa ni beat ya Manyema Family. Ilitengenezwa na P-Funk nadhani ile jeans tulivyo ndivyo ambavyo ndani yavyo sivyo. Kwa pale beat likaanza pale. Sasa kabla beat haijaanza pale nimeshika ile mic sasa naangalia kule mbele. Namuona Mami, namuona alikuwepo Chaji Liundi kama sikosei, Dativas Mango na alikuwepo na Sauce B. Sasa Sauce B mimi namjua back in the day sababu alikuwa anakuja home, walikuwa na ukaribu na brother wangu wa kwanza ambaye tumechangia baba, anaitwa Mohamed au Dedi. Kwa alikuwa ndo mshikaji wake, wakija hizo nazungumzia ilikuwa 96 97. So sikila akija anakuta mimi nasikiza tu ngoma ya kina Redman nini whatever man nini zile, anamwambia bro wangu dogo wako anapenda mangoma haya. Anambia dogo unaelewa? Anambia mimi napenda tu anavyo flow nini ngeli yenyewe haipandi kifo, lakini napenda jamaa wanavochana na nini. Akija anakuta sikiza Maonix nani, basi mwingine anaandikia lyrics zao. Mimi nilikuwa napenda sana kumsikiza Method Man. Akaja kanaandikia, nakumbuka ngoma moja ilikuwa Method Man na Redman. Sikumbuki ilikuwa ni ngoma gani. Kwa hivyo niona pale yani kitu kama hakuwa surprise ndio kwamba udogo mimi namjuaga miaka huko nyuma kitambo alikuwa hivi vitu anafuatilia hapo shapita labda miaka kama 6 sijakutana naye. Kondoletana cheki na majaji Sauce B na mmoja hapo. Basi ile ikaanza ile beat, ilipofika ile sehemu tu sababu niko tension nasubiri ile sehemu sababu wengi walikuwa pia wanakatwa max wanaambiwa mmeingia sehemu ambayo sio. Kwa mimi nikabiti inaanza nimenyamaza tusifanye zile yoyo akili yangu yote po kwenye ile sehemu pale nisikosee. Kwa mwingine anaona jamaa kama anaogopa nipo naanza hata zile nini mbwembwe yeye kashika mic tu kakaa kimya. Kumbe mimi nilikuwa nasubiria pale sababu sehemu moja hapo watu walikuwa nakatwa max ni kuingia sehemu ambayo sio. Kwa mimi nikaisubiria pale ilipofika tu ile sehemu mimi nikaingia. Nikachana ilikuwa dakika moja. Kufika katikati sekunde kadhaa nikaona Club Wasset imelipuka watu wanashangilia. Sasa unajua hivyo vitu ambavyo mimi sijai tokea sehemu za watu. Unajua nachana kile kimomona bwana watu siwajui watu wamenishangilia. Watu wanaripuka. Ikabidi sasa mimi ndio energy imezidi, sasa mimi nikazidi kuanza kuchana. Yule mwenyewe anahesabu muda yule kajisahau dakika moja imepitiliza mimi natoa tu mistari. Bakile baadaye bwana muda umepita. Kutoka pale sasa ndio nikaanza kupata connection, wana wengine walikuwa wamekuja kujiandikisha kuchana na nini mle, nikapata marafiki na ndio hiyo Underground King ilianza kuzaliwa hapo. Yani ile confidence ya siku moja. Nani alikupa hapo? Katika hao wanangu sasa ambao wanangu na wengine wa jamaa niliwakuta mle wakaniambia wewe unafanya gapi mazoezi na nini? Nikamwambia mimi nipo tu mtaani kwangu labda na challenge niko na wanangu tunataka kuanza mazoezi uwanjani na nini sababu those nilikuwa napenda sana mpira. Kwa hiyo kabla mjaanze mnajiandaa mnasubiri mkusanyike mkipige mnakutana chana tu mtaani nini labda yale madude yafunga mwaka na nini. Akaniambia mbona ulivyokuwa na chana unaonekana una confidence yani kama mtu ambaye yani ushachana sana kwenye majukwaa. Nikamwambia wewe zamani kuchana tofauti na mtaani kwangu Sinza. Leo ndo mara yangu ya kwanza. Basi uonekane kama underground ndio unaonekana tu ambaye mtu mzoefu na nini ndio ikapata hiyo Underground King. Underground King. Hiyo Killer B. You know Killer Bees, Killer Bees. Killer Bees ilikuwa inahusishwa na Wu-Tang back in the days. Wewe ilikuwaje? Na mimi nilipata homo kwenye Wu-Tang sababu kwanza nikiwa O-level
hadi ile begi langu la mgongoni lile nilichora ile chata la Wu-Tang lile ambalo lina kama lina dunia lile. Na zile rangi kabisa za wachoraji, sababu ile begi iko na material yale magumu kama turubai, kwa hiyo inacholeka na zile rangi vile brush. Shout out kwa mwanangu anaitwa Mahita, alikuwa pale Shekilango. Sasa Shekilango sasa hivi watu hawezi kuikumbuka. Unaona hapa kwenye kama kwenye mabasi hapa mwanzoni ya Kilimanjaro sijui hapa. Kuna jamaa mmoja alikuwa alichora bonge la picha la Mike Tyson. Kipindi Mike Tyson tunakesha hadi asubuhi tunamsubiria apigane. Tyson ndio yupo kwenye peak. Jamaa alimchora kwenye bonge la body, yani Mike Tyson unaona kama ni sticker imebandikwa. Jamaa alikuwa mtaalamu wa kuchora. Hadi vimajasho vile unaviona nini ameiko ulingoni. Sasa mimi nilikuwa napenda sana kuchora kipindi hicho. Kwa nikitoka naenda kushinda kwa ile jamaa siku ambazo siendi shule nini ninashinda. Kipindi hicho nilikuwa sijaanza kwanza form 1. Hiyo nakumbuka ilikuwa 97. Nilikuwa napenda sana kwenda yani kwa ile jamaa nashinda pale, akaanza kunifundisha na jinsi ya kuchora. Nikamwambia unachoraje kipicha kidogo hivi unalitoa kwenye nani unaikuza inakuwa kubwa na iko vile vile. Ndio akaniambia kuna vipimo unachora vya box vile, lakini usikosee huko kichora vya size hii na ikija na huku ikija isiyo kubwa ina ni hivyo, kama ni square na huku pia. Kwa na mimi nikaanza kuwa sasa nachora. Lakini nikawa sasa sijaiva kama yeye. Kwa hiyo nilipopata ile picha ya Wu-Tang ile ambayo katikati kama kuna lidunia free ile chata lipo katikati yule kama popo. Nikamletea jamaa akamwambia bwana naomba unicholee yani ili chata liwepo mgongoni. Kwa hiyo sasa ilikuwa kama liko begi original sababu sinachora ile rangi kabisa. Afu jamaa ni mtaalamu sana. Kwa akalitoa vile mgongoni. Kwa hiyo ndio ile kaile kila bini. Nikamwambia sasa hapa kati mimi tofauti yake sitaki uandike katikati pesa umeandika Wu-Tang. Mimi nikamwambia niandikie kila biz. Kwa hiyo neno mimi nimelishikilia mpaka mtaani kwetu pale Sinza Mugabe ambapo nyumba yetu iko hapo barabarani kabisa. Niliweka kibao kushuka chini huko mtaani. Nilikiandika kila biz street yakikuwa official. Lakini mimi nilikiandika ile neno nilikuwa nalipenda. Mpaka brother wangu wa kwanza nakwambia tumechangia mshua anaitwa Muhammad au Dedi. Alinunua guys kipindi kile vile vya ndio viko vingi vinasanya. Na yeye alienda pale mbele akaipiga sticker kabisa kwa mbele ya kioo pale kwa juu kila biz. Kwa hadi humo kwa juu jamaa anapenda sana ile neno hadi mtaani nini. Kuna na ilikuja pia baada ya kupenda kuwa na kuchana zile verse ile ya Triumph. Nike Triumph ina hit sana. Triumph kwa ile kukaa unachana zile Bomb Atomic, Socrates Philosophy basi unapenda kila busy nini sababu video yake ilikuwa ile inaanza kama news bulletin wanaonekana nyuki wanakimbiza watu na nini. Kwa sasa ile ndio mimi mtaani ikawa jina langu. Kwa hiyo kesho nikikutana na mtu akiniita oya kila busy nashtuka sana, nasema huyu mtu atakuwa ananijua since then, yani sijawa Mansuri wala sijawa Sinza Star. Kwa sababu watu wangu ni ile nyingine ambayo lilivuma sana mtaani ni mitaa yote ile Sinza. Watu kila busy mpaka mtu akija tu nyumbani bwana kila busy nimemkuta bwana yeye yupo huko labda uani mcheke uko anaangalia samaki wake huko. Kwa mzee wa samaki. Wale samaki wa kufuga wale. Okay. Kwa hiyo kila busy ndio ilikujaga hivyo. Basi bwana ndio nikapata washikaji na uzuri hapo tukihesabu sasa hapo rasmi. Kabla ya hiyo event, si ndio? Nyuma yake nilikuwa nataka nipate exactly miaka. Hapo inakuwa ni miaka 23. Now tuko 2006. That was 2003. Yani baada ya mashindano. Nilishika 4 bora sababu sikio kwenye watu 108 walikuwa wanatakiwa watu 5. Uzuri na mimi nikawepo kwenye watu 5. Kwa anga achukua watu 5 wiki hiyo, watu 5 wiki ile, mnakuja kupambanishwa hiyo finali tulikuwa watu kama 20 hivi. Kwa mimi nilichukua 4 bora, sikuwa kwenye 3 bora. Namba 1 alikuwa jamaa anaitwa Kino Massive wale. Wakina Praise. Namba 2 alishika Mona Gangster nakumbuka. Namba 3 sija alikuwa nani, sijui mimi nikashika 4. Lakini Hamibia alikuwa yuko interested na mimi. Kwa hiyo sasa bwana mimi nakutaka wewe tupige kazi sisi wenyewe mimi na wewe. Ndio tukatengeneza hiyo ya kwanza poa tu inaitwa. Ambao yani production wise haikuwa kali hivyo kwa sababu Hamibia ndo anaanza kipindi hicho na yeye production na mimi ndo naanza. Unajua unaingiza vocal full, yani una wasiwasi ile na nini. Kwa hiyo ngoma fulani ambayo ilichezwa kwenye kituo tu ambacho Hamibia mwenyewe alikuwa anafanya kazi hapo, sababu na hiyo ngoma tulirekodia huko kwenye hicho kituo kwenye zile studio za matangazo ya redio. Lakini ndio studio ambayo pia ilirekodi sura ya mchezo na kina Kirefu. Kwa hiyo baadaye Magic. Kwa hiyo baadaye 2003 kutoa hiyo Afrika Buma, kumbuka na mimi pia nilikuwa nakwambia niko shule form 5 likizo. Niliona hiyo imezungua kwenda popote, kwa hiyo nika concentrate na shule. Baadaye ilivyoisha Hamibia naye alikuwa SUA, alikuwa Morogoro. Nakumbuka time moja nikapanga mimi na ndugu yangu mwingine anaitwa Hafidh, tukasafiri tukaenda mpaka kule walikuwa na studio chao yeye na Manuota kinaitwa Easy Records I think. Nilienda kama kumtembelea tu nini, akanipa beats kadhaa kwenye CD. Kipindi hicho hatuna bado nani hizo mambo ya flash na nini.
Kwa nikarudi kanazisikiza sasa, akabaa mimi namaliza chuo, nikirudi tutaendelea fresh. Kwa hiyo alivyorudi ile 2005 mwishoni tukaanza kurekodi sasa mangoma tena. Ndio tukarekodi ya Makina Kirefu, Sura ya Mchezo, Shangilia, Siku Moja Nilifanyaga Navumilia, mangoma mengi kadhaa. Na 2006 sasa mwezi Juni ndio tuliachia rasmi Kina Kirefu, ambao ndio iliweza kunitambulisha rasmi. Kina Kirefu, okay. So probably tunaweza tukahesabu miaka yako 25 hivi ya game rasmi. Ya game lakini before official release. Lakini mimi tukiweka official release na kwa 23. Inaweza kae kwanza ile kwenye poa tu. Ile mara kwanza kuonekana. 23. Lakini sasa mimi sitakaye kuanzia kwenye Kina Kirefu sababu ndo watu wanakujua. Sababu kila mtu ana struggle zake huko nyuma. Sasa ukianza kuelezea miaka yako kwenye game kwa official na tunahesabu 23. Okay. So, Kina Kirefu ni ngoma ambayo ilikuja katika wakati ambapo it was more of hardcore rap, si ndio more of hardcore rap, na ulitakiwa kidogo usiwe tunasemaje, usiwe legelege, yani ilikuwa ni ile ngumu kweli. Sure. Na sana ilikuwa ile yani kwamba mimi naoma wote naambia nini. So ukisikiliza sasa yenyewe kuna vitu vingi ndani yake. Kwanza kulikuwa kuna mikwala mingi sana, hasira za miaka mitatu ile baada ile poa tukufeli. Alafu pili kulikuwa kuna majigambo. Sadakta. Sawa majigambo alikuwa mengi mle ndani. So unaanza kupata picha kwamba there was a war ambao ulikuwa unapigana, ambayo sasa nobody knew hapo. Yani hamna mtu ambaye alikuwa anajua, lakini tayari ulikuwa unafikisha yani kile kitu ambacho kilichopitia. Kikawaida kabisa, hasa kwenye rap. Debut album ama debut single huwa inakuwa pure kabisa yani 100% pure, lakini ndani yake huwa inabeba maumivu, inabeba hisia kali pia za kimaisha na vitu vingi ndani yake, si ndio? Albamu za kwanza nyingi zinakuwa hivyo ambapo huwa inawafanya watu wengi kusema kuwa fulani hawezi kurudia wimbo au album kama ile. You get my point? Kwa sababu pia hata watu wanachoshindwa kuelewa pia na hisia zina time inaenda, hisia zinabadilika. Kwamba sasa hivi tena sina hizo hasira sasa, yani hizo zilikuwa ni hasira za kutoka. Za kwako. Na mambo yangu mengine labda kama kuna watu njia fulani walikuwa wamenifungia mpaka kuchelewa hivyo na nini. Kwa mfano tukiingia kwenye Kina Kirefu kuna lines. Napenda sana kupita na lines. Sasa tupite na lines. Wivu chuki ya vita saidia. Najua unakereka kuona na shangilia. Umeona? So narudi kwenye nini? Kulikuwa kuna obstacle hapo inaonekana kabisa kwamba labda somebody alikuwa hataki usogee na vitu kama hivyo. Nyingine zilikuwa zipo ki-street zaidi, sio kwenye game huko. Unajua ile mtu anakuona unaanza kustruggle na maisha ya kimuziki. Mwingine anaanza kuona bwana huyu atafika wapi, hawezi kutoboa huyu. Hawezi kusikika popote, tutakuwa tunamsikiza sio zile nilivyotoaga ile poa tu ikwenda popote. Tutaisha kusikiliza yenyewe mageto, unajua na wengine wanakuwa wanakukwamisha yani ile kimawazo, kimtazamo na nini, na ukisikiliza kweli unaweza ukaishia usiendelee mbele na jambo lako. Kwa maana mwingine anakuaminisha kabisa kwamba wewe uwezi. Yani autosikika popote, huwezi kupigwa redio, huwezi. Yani hautofahamika kwenye ulimwengu wa music. Kwa kulikuwa na hizo pia. Na hiyo unajua upende kuniona nikiwa na Shangilia. Shangilia ni title ya ngoma nyingine ambayo tulirekodi kwanza before Kina Kirefu. Na Hamibi ilikuwa inaitwa Shangilia. Okay. Kwa wanangu wa mtaani wa Kihudi kuna wengine walikuwa wanaipenda sana ile. Wanasema humu ulikanyaga, ulitembea kinoma, ni ngoma fulani kwanza. Alafu beat azipishani sana na Kina Kirefu ile wakati na snare anavogonga. Ndio vizuri ile. Na Hami mwanzo wakati tunaitengeneza alikuwa anaipendaga sana ile ngoma. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanaipenda, tulikuwa tumesikiza wenyewe kimtani. Kwa hiyo baadaye nakuja kuandika hiyo Kina Kirefu. Wakati ile nishai rekodi ndio sasa kwenye kuile kama reference kwamba upende kuniona na Shangilia. Kwamba wengine baada ya kusikiza ile tunajua mnasikilizana wenyewe kwenye mageto na nini. Kwa staili zako hizi za namna gani hizi wewe hauwezi na nini. Kwa hiyo ndio ile sasa una address unaambia kwamba najua upende kuniona wivu chuki nini hazitosaidia. Okay. Sawa.
That was nataka leo uniambie ni exactly ambacho ulikuwa unakiona ulipokuwa unaziandika hizi mashairi. Anasema that time, kwa sababu ilikuwa ni wakati mgumu sana, na ujua 2003 hapo Professor Jay ni wa moto bado vibaya sana. Hiyo ni N6 okay, kina kirefu tulisema ile poa tulikuwa ndio ilikuwa 2003. Okay, kama nikasamini hesabu 20 okay. years kwenye game, sababu kina kirefu ilitoka 2006. Yeah. Sawa. Wakati mimi nazungumzia wakati huu sasa wa kina kirefu. Tuseme 2006 hiyo ndio. 2006. Bado hapo wazee wale bado wanakaza afu mangoma yale fulani sio lazima vitikio vya kuimba kama alivyosema Bwana Ngosha. And then if it was 2006, manake pia production ilikuwa tayari imeshachangamka, imeanza kuchangamka. There was a difference wakati 2002 2003 hao jamaa walikuwa wakali sana, lakini production ilikuwa kidogo sio. Lakini 2006 hapo kina Professor washatoka wanaenda zao Makenya, hapo pia wanagusagusa wakirudi wanapiga na kina Majani. So ilikuwa hivi sasa. Kuna lines ulikuwa unasema huwa sishtuki MC anapovuma, moyo hauvunjiki track inapovuma. Inapobuma inapokataa. Mbona bwana? Tell me, kwa sababu hapo ilikuwa inaonekana kwamba ni kama kulikuwa kuna maybe tension kwamba MC fulani anavuma, wewe unasema huwa mimi sishtuki MC anapovuma. Nini kilikuwepo? Ilikuwa kuna msukumo hapo ama hiyo? Sasa pia ni ile kwamba unajitoa hofu mwenyewe, sababu unajua unasikiza game ile unaona kuna ngoma zimetambulishwa na balaa, afu mimi bado yani huko sitambuliki kwenye ulimwengu. Sasa inakuaje? Ndio unasema kwamba si kwa majigambo kwamba nyinyi hata kama mmevumaga huko before mimi, yani kwamba mimi yani nishtui. Yani this is my time and I'm coming. So kwa hiyo na hiyo kubuma na rifaa sasa ile ngoma ya kwanza kurekodi na Hamibi na Sosibi ile poa tu ambayo ilibuma, ambapo wengine wakasema ngoma yako yenyewe imepigwa kwenye kichwa cha radio hicho kimoja tu ambacho producer wako yupo na nini. Nikamwambia bana, mimi moyo uvunjiki track inapobuma. Hiyo bonga disappointment. Nakuja tena, yani this time nakuja tena mara ya pili. Kwa mbele ya kwanza ilibuma, ili jiwe la pili ili sasa, yani ndio na hizo asila zote hizo. Yani nyingi zingine zilikuwa asila za hiyo ngoma kutokutusua na jile kipindi mnajikuta mko maraparapa wote mnatafuta njia nini. Wengine walifariki kuweza kutoboa, wengine walishaanza kuingia studio kabla yangu. Unajua sasa wengine yani zile za kimtaa kwamba ngoma yako mwenyewe imepigwa kituo kimoja tu cha radio. Nilikuwa nasema yani kama bonga ya mtu kama anakupiga dongo, sababu producer wako si anafanya kazi radio pale, kwa hiyo lazima ajipendelee ngoma yake ipigwe. Lazima mtu akumalize. Kwa hiyo ndio zeka na address vitu, ndio maana akakwambia hiyo bado ilikuwa kimtaa, sababu siwezi kujibizana na watu huko wakati watu nilikuwa sijuani nao. Kwa hiyo nyingi tulikuwa tunajibizana wenyewe kimtaa, japo reference nyingine uko naitwa huko kama ile kwanza hii ngoma nimpe maua yake kwanza Feed, okay. Kati ya ngoma ziliniinspire ni Mwanza. Okay. Nipo mbio niko faster ujio sio verse moja. Sijui kana wa verse moja labda kama alikuwa anamsema gole na ile goma lake moja lina verse moja. Sijui lakini kama utanifanya nimtafute bwana Farida tuelezee. Unajua yani unaona hizo ni kulikuwa na hizo kama unarifaa kitu fulani. Kwa nami nikaja nikasema sio mbio sio faster, ni slow but sure. Kwa hiyo nikasema niko mbio niko faster ujue sio verse moja, na mimi nikajibu kwamba sio mbio sio faster, ni slow but sure. Okay. Lakini ni kati ya ngoma zilininspire kwa sababu unaona ile Mwanza ilivyokuwa na majigambo. Kwanza ilikuwa ni ngoma naisikiliza kinoma, nasema inabidi na mimi nijikadiria hata nikaribia hizi level za ujamaa alivyoandika namna hii. Kwa sababu kwanza ile beat mchaka Faridi anavyoanza kukimbia mwanzo mwisho na lile chorus nini. Yaani kuna somehow alininspire kwa kiasi kikubwa kuandika kina kirefu. Matawi ya juu langa pia matawi kuna mistari ambayo inaendefaa pia mambo ya matawi ya juu. So of course at that time bado wengi hao walikuwa bado nao katika age ile ya mapambano na nini ya kutafuta. Nani alikuwa actually inspiration? Achana na inspiration, kuna yule ambaye unamuona like huyu mtu yani anakuumiza kichwa, if you know what I'm saying. Unajua katika kila kazi una mtu ambaye anakuumiza kichwa, sio kwa ubaya ila anakuchallenge kwa time ile. Mfano kwa mfano labda let me give an example.
when I see two people, Millardayo na Sky, huwa napata challenge, yani huwa wananivuruga sana kichwa. Kwamba nikiangalia bana Millard amepiga nini pale, unajua but siwachukii, ila wananivuruga, yani wananipa challenge. Kwamba ile wivu wa kimaendeleo, unasema jamani bana amehiti hii amehiti, you know what I'm saying, those two people. Sasa ndo nakupa wewe fahamu, like nani ulikuwa ukimsikiliza nakupa challenge, unaona kabisa this nigga. Sasa mimi bwana napenda sana maneno kabla ya flow. Mimi napenda sana kusikiliza mtu vitu anavyoandika. Solo thing ni kwa namzimia sana ile flow yake. Yani nilikuwa nikimsikiliza ulama anasema jamaa dhiri anavyoandika alafu anavyochana ile kwa kurelax, yani kama zile type za kina Guru fulani, rest in peace, yani ana haraka wala nini. Mtu mwingine pia more techniques, more flavor. Yani kwa nikiwasikiliza hiyo ati yao the hiyo vitu wanavyoviongea na nini. Mpaka siku ya kwanza nakumbuka nakutana na GMO, ilikuwa kwa Adili Chapakazi wakati anakaa Mwenge hapa nyuma hapa kimwanaita Mwenge kijijini, ndio nafuatilia video yangu akina Kirefu. Nakutana na Mo, yani kwa tumekutana ile kwa Adili kama mlangoni hivi nini. Akaniambia wewe Mansur, nikamwambia niliona jana Adili alikuwa anaedit ile video yako. Babu kubwa, ni ngoma kali. Nikamwambia sasa uwezi amini, katika watu nakubali sana ati yao wewe ni mmoja wapo, na hasa ile ngoma ya mvua najua. Yani kwangu mimi, yani vile vitu vilivyoongea, yani kwa kila nikisikiliza ninasema jamaa aliwaza nini mpaka ni hivi vitu ambavyo vinaishi. Na nakupa facts za yani ile kisomi kwamba hiki faida yake hiki na hasara yake hiki, na hiki faida yake hiki na hasara. Ni kama unavyokuja shule unavyoandika demerits na merits, na demerits lazima ziwepo humo unavyoelezea kitu. Kwa nikamwambia enough respect. Kwa hiyo ndio watu walikuwa kila nikikaa nikiwasikiliza ninasema hata kama sitofikia wao basi na mimi niwe na uandishi fulani. Wengi kama hivyo wanavyokuambia FDQ hiyo na hiyo Mwanza nilikuwa nikisikiza nasema na mimi nifikie huku kina Professor J of course. Sawa. So tutamzungumzia Mr. J Mo hapo. Sasa kuna kitu nataka unifafanulie leo. Wanasema ni ujio wa hip hop, ni ujio wa maarifa, right? Ni ujio wa hip hop, ujio wenye maarifa. Nipo na Hamibi na wala sio na P-Funk. Alafu ile P-Funk ile ikawa muted pale, ikafinywa. Umeona bana So that time producers wengi walikuwa kwanza walikuwa inspired na Majani. Of course kabisa. Hata ile kina Kirefu wenyewe ukisikiza mipigo yake nakuja hapo. Ukiachana na kwamba walikuwa inspired, lakini producers vijana wengi walikuwa wanapita hizo njia za P-Funk. Yaani wanamuiga, wanachukua hiyo kabisa. Lakini there was some stories ambazo yeye mwenyewe nilizungumza naye kwenye The Classic kule. Akawa amezikanusha kwamba hakuwa anataka watu wamuige ama wapite njia zake, ila baadaye alisema watu tu walikuwa wanaongea, haikuwa kweli. So kwa mfano kulikuwa kuna hizo stories za Manwater kuwa alikuwa anamuiga, akasema akawa anamtafuta, alikanusha. Akasema kwamba sio kweli, na Manwater pia akasema sio kweli. Lakini ukiachana na vyote hivyo, kulikuwa kuna kautata kwamba ni kama watu wanamchokoza. Wanamchokoza maksudi, either sasa kupata attention yake ama kupitia kufanya kama njia ya kupita. So nikasema Mansuri na Hamibi walikusudia kumchokoza bwana P-Funk hapa kwa makusudi kabisa, either kupata attention ama ndo mnaingia kwenye vita. Kwanza Hamibi msimsingizie mzee watu, kwa sababu mimi ndio mwandishi. Wakati naandika hata Hamibi hakuwepo. Ngoma nilikuwa naiandika tu mwenyewe. Na Hamibi kwanza of course ndo aliyemute. Sababu mimi wakati na rap naingiza vocal nilihitaji hadi hilo jina. Sure. Akaenda akasema tu bwana tusionekane kama akaniambia bwana wewe ujue ndo unaanza, usionekane tu unaanza tu unataka maugomvi na watu, afu juu safari yako mbeleni itakuwaje. Nikamwambia lakini mimi kinani yangu sikutaja kama kumdisrespect. Yaani unavyosema nipo na Hamibi na wala sio na mtu fulani, kwamba huyo mtu yani ana ngazi yake ni ya juu, kwamba sasa mimi nimethubutu niko na mtu fulani na sio na yule ambao kila mtu jicho lake anamwangalia yeye. Kwamba mimi bwana mimi niko na mtu yani kama niko kama ile ego fulani kwamba mimi niko na huyu mwanangu tunasukuma gurudumu letu, japo mtu fulani ndio kama kinara. Na haikuwa kwa maana
hata pamoja na commute kutokana ile inavyorhyme Dondoko, watu wanajua tu kabisa. Nilikutana na watu wanacheka naambia yani na first time mimi sijaje kukutana na P-Funk, sijui yani namjua yeye kama ni, of course siwezi kusema eti simjui, namjua. Mimi anijui mimi underground, lakini labda aninijua kupitia ule wimbo. Na first time nakutana naye nakumbuka ilikuwa ni wapi pale Words and Picture nikiwa kina Zavara wanaendesha ile. Alikuwa nimekuja kwa sababu mimi nilikuwa mhudhuriaji mzuri, mimi Maalim Nasho akina Niki, nakumbuka Mbishi tulikuwa tunakutana sana pale. Nimekaa huko backstage nini, yeye anapita tu ile kama sijui kwa anaenda wapi, akanikuta mzee kina kirefu gangster safi sana mzee kali ile, afu akapita akaendelea na shughuli zake. So mimi ndio first time namuona P-Funk, unajua nimeshtuka, afu yeye kani recognize kwanza, nikafly yani ile kimomonga sema kumbe jamaa anamjua. Alafu sasa kuchukulia ile kama eti nilimtaja yani I hate, naona mtu ambaye anajua game anajua tu hii tension tu, mtu anataka ile watu wamsikilize na nini. Kwa hiyo ikawa hivyo, na ikawa ni mmoja watu ambao kila tukikutana nini hatujawahi kukutana mara nyingi. Nakumbuka tu nilienda Bongo Records, kama nimeenda nadhani azizidi mara 3, nadhani ilikuwa ni mara 1 au mara 2. Kuna ngoma tulifanya mimi J-Mo na Malem Jizz Mabovu, inaitwa Hip Hop. Ilikuwa na bonge moja la P-Funk alipiga bonge la beat, bonge la sample, yani mpaka nimeanza nakumbuka tule sample ilikuwa ni kali ile beat, lakini haikuwahi kutoka, la mimi sikuwahi kusikia final yake. Na sijui kama ile iliishaga ama vipi. Nadhani hiyo ndo mimi ilikuwa first time kwenda studio za Bongo Records, na sikumbuki kwa haraka kama niliwahi kurudi tena. So nafikiri ilikuwa ni kitu interesting. It was interesting kusema kweli, lakini ilikuwa ina mikwala mingi, na kama mikwala na majigambo. Sasa kwa sababu utanisamee napita every line. Ndio game ya kipindi bana, nakwambia kati ya track zilininspire Mwanza. Sababu mle feed yani alipiga mikwala mingi sana yani. Kwa kila nikisikiliza nasema na mimi narudi najitathmini mashairi yangu, nasema ngoja kwanza neno hili. Yani actually kwanza kina kirefu ndio ngoma ambayo niliandika kwa muda mrefu. Kwanza ina verse 3 ambazo ni za bazi 20 badala ya 16. Kwa hiyo kuna bazi kama 12 za ziada kwenye kwa ambazo 4 zimezidi kila verse 3 alafu. Kwa hiyo kwa sababu naweza nikaandika nikaja nafuta narudia tena. Kwanza rest in peace mwanangu mmoja kutoka Sinza Star pale uwanjani, hasa hapa nazungumzia Sinza Star uwanjani, timu yetu ya mpira. Anaitwa Clement Mwanangaya, alikuwa mtoto wa Sweet Corner huko. Alifariki. Katika watu ambao walikuwa wananitia nguvu, sio kiachana na wale wengine ambao wewe utafika popote bwana nini, time ile alikuwa anasoma Makongo. Alikuwa kila akipita ile jioni anikuta saluni kwa mchizi wangu mmoja, saluni yake aliandikaga Death Row. Unajua ile watu wanadiga hip hop na nini sana, baadaye akabadilisha kaandika Compton. Kwa unaweza kuona mchizi ni wa aina gani. Yaani ile mchizi wangu kwanza ambao kipindi hicho mimi ndo natoka kwenye game na hiyo kina kirefu. Ukienda popote kwenye show yangu ambayo mimi nipo lazima uone wote, umuone huyo D, umuone Shaka, umuone na Ben Kingo. After mimi ukitukuta wote tumekula dikis wote, kila mtu na rangi yake. Naambia hamna kufanana. Mimi nachagua labda wewe leo vaa dark blue, wewe vaa kaki, mimi nitapiga nyeusi, wewe piga labda nyingine yote. Kwa hiyo tumekaririwa hivyo, ndio maana unaona mpaka leo watu Mansuri mzee wa dikis. Sure. Kwa hiyo saluni yake ndio zamani unajua saluni nyingi zilikuwa maskani za watu wa hip hop za kupigia mazoezi. Kama ilikuwa ndio saluni yake ile kishafika saa 4-5 usiku hivi, watu wameshameza kunyonyoa, watu wamekata, sisi tunabaki tu hapo, saluni iko wazi, fungulia biti langu daliweka lakini kirefu, napiga tu mazoezi hapo naandika na nini, kwa sababu home ilikuwa siwezi kufanya hivyo. Sababu sisi jinsi home tulivyokuwa ni mazingira yetu kidogo sio yani ya kwanza kwetu hamna mtu wote ambaye anadili na mambo ya muziki. Kwa hiyo ilikuwa ninafanya ile kwa kujibaiba, kwa mazoezi ndio kupiga sound. Kwa sasa huyo Clement Mwanangaya alikuwa kila akipita jioni au saa ngapi akinikuta akisikiza ile beat, akuta nafanya mazoezi, anaambia mwanangu, this time ili nisipokutoa ile muziki yenyewe acha kabisa, fanya kitu kingine. Kwa sababu sio unajua ile ya kwanza haikwenda popote, ilikuwa anapiga kituo cha radio kimoja hicho cha producer. Kwa akikuta afanya mazoezi, kwa hiyo jamaa alianza kati ya watu walikuwa wananipa ile confidence, ananiambia bwana ili yani hujaliingiza lakini unavochana tu jua ile beat. Ili noma, ili kutoa ile acha muziki. Ili litaenda tu. Kwa hiyo rest in peace kwake Clement Mwanangaya. Alright, sawa. Nadhani majigambo aliendelea kidogo, ni kina kirefu, watu wanaufia, wanavua mabuti, magwanda mpaka kofia. Kofia. So hapo ina maana kina Professor J au sio? You know, every rapper alikuwa akiingia hapo.
akivuta picha anamuona Profesa kwanza, akivuta picha na anamuona J-Mo. Hao watu kwa sababu walikuwa bado wapo, au sio bado? Mara kuna Sugu hapo, kuna nani, kwa hiyo kwa hiyo ile ni kwa bado tu kwenye sababu hiyo title ni kina kirefu, kwamba ni kina kirefu ndicho wanachohofia, kwamba ndio kila mtu anawezekana ana utaalamu wa kuogelea, lakini wewe unaogelea mwisho wapi? Wewe kwenye maji ya magoti unaogelea kama mjusi, wewe unaogelea nini? Mwingine akifika tu maji hapa tu kwenye mabega wapi, jamani mimi narudi huku nilipotoka. Kwa naambia kwamba hichi kina kirefu huku watu wanakiofia wafiki. And I really like that line. Kwa hiyo wanavua sasa, tumetumia mabuti, magwanda na kofia kama zanafani zile za kukaza ambazo zinajua kama mjeda hivi nini, wanakuwa na vile vikofia vyao na zile na zenyewe na ile buti, kwamba ni wewe kifupi unasanda, yani kule unakuogopa, kwa hiyo unavua mabuti, magwanda mpaka kofia. Yeah man, that was fantastic. Fantastic kabisa. It was dope. So baada ya kutoka kina kirefu, mafanikio makubwa kiasi gani uliweza kuyapata kwa hiyo track? Kwanza ni ngoma ambayo nashukuru kwanza hadi leo, yani heshima yangu yote nayoipata hii naweza kusema ndio, japo kuna baadaye zilitokea some collaboration kubwa nikaweza kujitutumua na huo upya wangu, watu wakasema kumbe huyu jamaa kweli huyo yuko vizuri. Lakini hiyo pia hata kupata hiyo nafasi ya kuitwa kwenye hizo collaboration, kwamba kutokana na kina kirefu kuweza kupata hiyo nguvu ya kwenda studio yoyote bila yani kujiintroduce sana na kupata nafasi ya kurekodi, sababu those days najua record yenyewe ilikuwa ni ya kishikaji, hatakuwa na hela hivyo kusema unaweza kulipia hiyo session na nini. Kwa hiyo ilikuwa ni kama favor, unaenda Downtown Records kwa Dimani, lakini Dimani kashanisikia huko nikiwa na Hamibi, anaona huyu jamaa mkali, mimi naweza kumpa beat yangu, sababu zamani tunajua game ya zamani ilivyo, hata unaweza hata ukaja na hela na producer sikurekodi akakufukuza. Kwamba bwana wewe waki bwana, yani totally waki, mimi siwezi beat yangu huwezi kufanyia kazi. Kwa hiyo kina kirefu ndio liniheshimisha hivyo, kwamba baada ya kuwa si rekodi tena na Hamibi, nilikuwa naweza kwenda mlango wote nikagonga na nikakaribishwa bila tatizo lolote. Hiyo heshima ya kwanza. Na pili, connection nao wasanii wakubwa, kuweza kuoneka kujump moja kwa moja kuonekana na mimi niko level yao. Kwa hiyo ngoma moja tu, kwa sababu pia iliniingiza kwenye category ya kutafuta msanii bora wa hip hop Tanzania. Imagine, yani msanii bora wa hip hop Tanzania nikiwa na Joe Makini huo mwaka, Shidi Benz, Fid Q na Rado kipindi hicho ndo natamba na ile usiulize pia ilikuwa azikupishana sana na kina kirefu. Hiyo category ilikuwa tough sana. Na hiyo alichukua Shidi Benz. Kwa hiyo pia ilizidi kuniweka karibu na wadau huko kwenye matuzo, na kukutana na watu wengine ambao sasa mimi nilikuwa mtu fulani ambaye sionekani. Yaani ambapo hiyo imekuwa pia hadi leo kidogo tu ninachosaidia siku hizi ni mitandao, mtu anakuona. Mimi nilikuwa mtu fulani huwezi kunikutakuta kwenye maeneo. Kwa hiyo nikitokea tu hata mara kwanza mtu anakutana naye anajua ile video ile ya kina kirefu, jamani nimemuona gani ngoma fulani ambayo ilipewa sana attention. Shout kwanza, shukrani sana kwa Adili Chapakazi, Adili Sabati. Alinishoot ile for free, kutoa hata single cent. Aliipenda tu mwenyewe akanitafuta kupitia connection ya mshikaji wangu mwingine anaitwa Magoti. Nikaongea naye, nikaenda mpaka nyumbani kwake, akanikaribisha fresh na tukapanga mikakati, akipo pia na Buff G walikuwa wote pamoja kwenye kushoot hiyo video na nini. Kwa shukrani kwa yani ile kimtazamo pia ilizidi kunisaidia, sababu watu wanajua tu jina la Mansuri lakini hawajui anafananaje. Kwa hiyo nilikuwa watu wanikipita popote na kutana na mtu anajua hapa Mansuri ile ngoma ya kina kirefu. Kwa hiyo ni heshima ambayo ilinipa connection kubwa na watu ambao wapo kwenye level ya juu kwenye game, lakini pia iliniheshimisha kwenye mastudio mengine, nikienda ilikuwa rahisi mimi kwenda kurekodi. So the video ili maki kipindi hiyo video ndio hivyo, Chapakazi, Mwananchi wachache sana. Adam alikuwa tayari. Alikuwa na Two Wise Production, Frank Mtawi yule. Two Wise Production, Mwananchi hiyo. Na ile nyingine ilikuwa nini, Benchmarks na Benchmark, ambapo Benchmark ilikuwa watu wa mgusi kule. Video ilikuwa milioni moja ilikuwa sio mchezo. Kipindi hicho nazungumzia hela hiyo rafiki. Yani video alipiga Professor J tu ile ilikuwa nikusaidieje? Si ndio, nikusaidieje na Mikasi. Sina hakika sana. Na Mikasi, hizo video mbili hizo. Kwa hiyo kina kirefu bwana na heshima sana. Benchmark walipiga sina uhakika na nikusaidieje, lakini ilipigwa ile Zali la Mentali. Ikatusumbua sana. Tunashangaa ile moja njema ambayo tulikuwa kipindi hicho tulikuwa tunaona vitu yani mmoja sio mchezo. Hatari sana. Zali la Mentali na Mikasi. So zilikuwa zinagharimu pesa nyingi. Kwa hiyo badili ilikuwa vipi?
ilikuwa costful ama ilikuwa ni for love na nini ama ndio kama ninavyosema nisikutoa hata shilingi mimi kwa Adili. Yeah, alifanya for free. Na wala sikuwa najuana naye. Lakini niko napenda ngoma yake ile ya peke yangu. Kati ya ngoma ambazo ziliandikwa sana nilikuwa naizimia sana time hiyo. Kwa tele kuja kusikia bwana Adili Chapakazi anakutafuta, I was like what? Kwa nikaenda faster hiyo time survey kwa mchizi wake tukakutana. Tukaenda mkwake pale Mwenge kijijini alipokuwa anakaa time hiyo na brother yake Daudi. Kwa mambo mengine akaendelea hapo tukashuti na Okoa hip hop movement. Okoa hip hop ile ile tukaenda mpaka Mbeya, tukaenda mpaka Tunduma. Yeah. I say shout out to Adili Chapakazi bana. Maybe nilipiga naye kwenye the classic. Yeah, na by the way pia chill night tena. Sionekane labda kila kituo kilinisaidia, lakini kwa ile video ya kwanza ya Kina Kirefu TVT kulikuwa na kipindi kinaitwa Boda to Boda, yani ikifika jioni kuanzia saa 10 I think mpaka saa ngapi. Boda to Boda nakumbuka. Ile video ilikuwa day ile lazima ipigwe pale. Na nilimkabidhi sister mmoja anaitwa Mwasu. Bwana yule dada Mwasu Mpore. Shout out sana kwake. Yani ile video ilitembea, yani ilijulikana kila anapenda sababu ile video. Na time ile nilikuwa najua program hizo zilikuwa chache za kupiga hizi muziki ya kizazi kipya video zetu. Kwa pale ilikuwa karibia ni Jumatatu mpaka Ijumaa kila siku lazima ipigwe. I never met her kwa hivi uso kwa macho, but nilipewa sifa zake. Mwasu Mpore. She's hip hop by the way. Remember she's hip hop sana. Yupo mpaka leo pale nikienda wanakutana. Remember that time bwana, salute sana kwa wakati huo inaitwa Channel 5. Channel 5. Kwa hiyo ilikuwa TVT jamani tunazungumzia hapa ni TBC. Wakati huo inaitwa televisheni ya taifa. Kwa hiyo wakati huo Channel 5 tayari walikuwa wanatusaidia sana kupush. Channel 5 ndio hii sasa hivi mnaita EATV. Okay. Kwa hiyo wakati huo ilikuwa nini tu sijui. ITV2 ilikuwa inapiga tu muziki. ITV2 ilikuwa inapiga video tu yale yao. Ilikuwa inapiga tu muziki no vipindi. Hamna vipindi. Baadaye ilipokuja Channel 5 ndio tukaanza kuona na vipindi. Kwa kuna kina Adam Mubago, you know? Adam Mubago bwana nilisoma naye shule ya msingi. I don't know yuko wapi ile brother, pengine tungemwalika hapa siku moja. So Channel 5 ambao sasa ni ATV, shout out kwao. TVT ambao sasa ndo TBC, shout out kwao. Shout out to huyu dada Mwasu Mpore, ameshiriki kwenye harakati za watu wengi sana. Much love and respect. Inshallah ingekuwa unafanya mahojiano tungekualika na wewe. Lakini inshallah tunaheshimu sana mchango wako dada Mwasu Mpore. Na ndugu yangu mmoja anaitwa Abel Onesmo. Najua atanifikishia hizi salamu Abel Onesmo, mwanahabari mwenzetu. So hiyo ilikuwa story ya Kina Kirefu ambayo kimsingi bwana ilistua, au sio bwana? Ilistua sana. Mimi binafsi Kina Kirefu nilisikia, nilikubali, lakini ulikamata attention yangu kubwa sana ilivyotoka Sura ya Mchezo. Najua ndio ngoma yangu. Sura ya Mchezo always mpaka leo mpaka kesho naendelea kuisikiliza. Sijawahi kuichoka. Mimi aliumiza sana ile beat mavinanda mle makodi mengi sana amepigwa. Bwana ishara tukamwambia bibi 20 years tufanye hata jambo turudi studio. Tupige hata goma moja tu kwa ajili ya tukumbushie zamani. Okay. Nafikiri wimbo ambao mimi uliniteka sana ni Sura ya Mchezo. Kulikuwa kuna vitu vingi sana, lakini pia ili reflect maisha yangu. Kwa mfano wanasema wengine bora soko, wengine muziki damuni, wengine hawashindi wenyewe ila kwa nyenzo. So mimi nishakumbana na vitu vingi kwamba nakumbana na visiki, yani watu wanakuwa na nyenzo inanigusa sana, lakini zinatumika nguvu, zinatumika maarifa. Kuna tabaka kubwa kati ya bongo flavor na hip hop, au sio? Alafu pia kwenye line nyingine tukienda mbele kidogo hapo, wengine wanapata jina kwa kufanya skendo. Sasa hizi line nimeziselect hapa kwenye Sura ya Mchezo kwa sababu mambo mawili. Moja wapo ni kwamba ilikuwa inaelezea namna gani ambavyo kulikuwa hizi za watu kubebwa kwenye rap game na hip hop zilikuwepo muda mrefu sana hizi kesi. Sasa sijui wewe ulikutana nayo ama uli experience kitu gani, ndio maana nikawa nimenani. Actually hiyo Sura ya Mchezo nilivyoelezea at that time mimi natoka, ndio sura ambayo nilikuwa nikistudy kabla hiyo miaka kadhaa nyuma, labda 2-3 sijatoka, na nilivyoingia hiyo hapo, kumbuka Kina Kirefu ishatoka, hiyo ilikuwa rahisi
ngoma yangu ya pili kuachia kwenye game. Kwa hiyo nilivyokuwa nimeiona ndio nimeandika hivyo kwa kifupi, kwa mtazamo wangu mimi. Anasema neno lako sio sheria. Ile kwa mimi jinsi nilivyoona nilipata picha hiyo, ndio maana inaitwa sura ya mchezo. Yaani hiyo industry ambayo tunaifanya. Kwamba kwanza timu kulikuwa na mabifu mengi. Yeah. Ndio maana unaona hapa nilielezea mambo ya bifu. Nikienda kuna mabifu yale ya nako tunako, mara siji na kikosi cha Mizinga, mara siji kikosi timu na TMK. Ndio maana ile address pia mambo ya mabifu mwana nini, lakini nikasema nyingine ilikuwa sio beef, actually vitu vingine vilikuwa ni scandal, mtu kutengeneza tu mradi ahiti apate jina. Kama labda mtu bounce kusikika kwa kazi zake, anatafuta kitu kingine ambacho kitamfanya azungumziwe na nini, ambapo vitu vingine sasa hivi ndio vimekuwa kwenye game, bado vipo kwenye hiyo sura mchezo unaelezea miaka hiyo. Kama takriban 19 iliyopita, mingine tunaona sasa hivi imekuwa ni vingi, labda mtu hata anataka kutoa wimbo atatafuta scandal yote mwingine za kutengeneza. Sasa this line ndo nilikuwa nataka ni tuizungumze. It is very interesting kwamba after 20 years, 19 years umesema, miaka almost 20, si ndio? Bado watu wanategemea kufanya skendo na kuachia wimbo. How do you feel? Unajua sometimes unaweza kuwa uko very proud na line yako. Sababu pengine ulikuwa unaona labda hivi vitu vitakuja kuisha, but now ndio vimezidi imekuwa kama mpaka imekuwa sasa mtu ukiposti ambalo ni tukio kabisa, watu wanaanza kusema tushajua wimbo mpya unakuja. Yani kwa mfano labda umeposti uko na bibi harusi labda wedding labda na nini, kama ni msanii watu tushajua wimbo mpya unakuja. Kama mngeza ni kweli kumbe hilo tukio au nini, lakini mtu anahisi tu ni scandal bana, soon utasikia ametoa ngoma mpya. Yani kwamba mpaka raia wameanza kuzoea. Inawezekana ni strategic na watu zinawasaidia, lakini mimi si kitu ambacho binafsi yangu yani nakizimia. Yani mimi napenda kama trending iwe itokane na kazi yangu, kwamba sio mpaka nitegemee tena kitu kingine ambacho sio muziki wangu unaofanya kisaidie kunipush mimi. Kama mimi utataka uniongelee sana, basi niongelee kwa kazi yangu niliyotoa ama nilizotoa huko nyuma ama nazoendelea kutoa. Lakini sio nianze kutafutia tena kitu kingine cha kusukumia niandikwe labda in a negative way au whatever, ili isukumie na ngoma yangu unataka kutoa. Definitely. Kwa hiyo inaakisi kabisa kile ambacho kilikuwa kina nani. Kuna some shots humu pia zilikuwepo za kutosha tosi. Waliojua wanapodondoka chini wameishiwa mbinu, wanatumia uzoefu, wanastuka kusikia kina kirefu au vipi bwana. Na huu ndio muda wa lala salama, wanaposhindwa game wanadai refa kabana, maneno ya mkosaji, mayoyo ya mfamaji, kama ipo tu dhihirisha kipaji. Bora bwana. Mzalifoka ili tu kufoka. Sasa hiyo ya kwamba mayoyo ya mfamaji na nini, kwamba wao umekuja umemkuta mtu kwenye game anafanya vizuri, ana shine na nini, na time hiyo wao wana shine, hata nyinyi labda kuna vitu mkiwa mnavia dress mnavipigia kelele kwamba viko sawa, wala waone wana tu nyinyi mnapiga kelele tu sababu mtu labda mambo yake yanaenda. Sasa table ikigeuka ile hardship akanaipata yeye, ndio sasa ataanza refa anapendelea na nini. Lakini kwamba bora si vitu tu sisi tangu tumeanza game tukatupata hizo privilege mnazopata nyinyi, afu sisi tumekuwa tunafanya tu for years na tukua wala nyinyi kwani ilikuwa iko fresh na mko mnasika mayoyo ya mfamaji tu na nini. Kwa sasa hivi kumbe vikitokea kwenu ndio mnaona kwamba athari yake, lakini kama kitokei kwako wewe uko unaona game yako inaenda na nini, unapata michongo na nini, uko unaona fresh. Lakini vikigeuka vikiwa kwenu sasa ndio maneno mengi, kila unachojua yani sasa unakuwa uzungumzii muziki wako, unazungumzia watu, huyu fulani mbaya, huyu na hivi. Ndio hapo nasema bwana, kama ipo wewe endelea kupiga kazi. Kama mbona mwanzo watu walikuwa walielewa na watu wakawa wanakubali na wakawa wanapata michongo, wao sasa hivi waanze tena kuona kila mtu anakuwa mbaya, unamshutumu na nini. Wewe tuendelee tu vile, piga kazi. Kama time bado ipo, watu wanataka kupokea watapokea. Kama ndio ilikuwa deadline moja kwa moja, basi ndio hivyo, inabidi tu ukubaliane na nyakati. It was fantastic. Sura ya mchezo nafikiri ni miongoni mwa your top 2 songs of all time. Sijui, I don't know wewe unairate vipi wewe mwenyewe? Mimi inabakia kuwa ndio ngoma yangu bora kabisa kutoka kwa Maisuli, yani all time. Sio kama na disrespect nyimbo nyingine. Naelewa kila mtu waga ana choice yake. Mimi binafsi yangu mimi bado nimebaki na kina kirefu. Okay. Sababu kwanza ni ngoma ambayo nilitumia muda mrefu kuiandika. Afu nilikuwa
yani unajua ngoma ambayo ushatoaga ya kwanza kikabuma kikapigwa station moja fuko umekuja yani ile umewekeza nguvu zako mawazo yako na nini. Kwa hiyo ni ngoma bado mimi ambayo iko sana hiyo. Kila mtu anakuwa na ngoma yake. Mwingine atakwambia mimi napenda ile Sina Budi ya kwanza ilifanya na Jocelyn, mwingine ya message yake yeye inaendana na yeye. Mwingine kama ile ambazo nyingi zinapata kura nyingi ni Kina Kirefu ya kwanza, ya pili Sura ya Mchezo. Sasa sijajuaga wanaipendea nini Sura ya Mchezo mpaka wengi nao bado ipo kwenye nani yao. Nadhani ukiachana na hizi lines. Pia the beat kama ambavyo unasema. Of course beat. Beat pia beat ilikuwa ipo kali sana. Very unique. Iko unique na ilivyotokaga ilitumiwa pia kwenye vipindi vingi, ilitokea tu kupendwa kwa inatumiwa kwenye vipindi na gongwa. Ilikuwa ina hisia. Majani anasema jambo la kwanza kwenye midundo unapoona muziki ni hisia. Kwa hizo hisia zinapatikana kwenye hizo sauti ambazo zimekuwa zinatengenezwa. Na ndio maana pia sometimes naambia mtu uwe na select, yani una selection nzuri ya beat kutokana na topic yako. Unaweza ukachagua beat ikawa kali lakini topic yako visiendane, au the way wewe ulivyo deliver, yani uja blend na ile beat. Labda beat inataka huzuni, wewe umechangamka sana, au beat inataka labda ile utulie, wewe ukawa umechangamka. Alafu na beat inataka ni wewe uonekane una hiyo hype na nini, umechangamka, alafu wewe kwa lazima kwanza uangalie topic yako, yani inataka mood gani. Na hiyo beat inaendana na hiyo mood yako wewe. I remember even Hami wakati anatengeneza hiyo beat aliniambia ilikuwa na mambo mengi hapo katikati hapo, unajua, na alikuwa anatengeneza kiwiziwizi nini. Tulikuwa tunapata shida sana kwenye kurekodi hizo ngoma, hiyo Shangilia na kukwambia hiyo Sura ya Mchezo, Kina Kirefu wenyewe alionitoa. Kumbuka zote tumefanya kwenye studio za radio, so studio zile official za kutengeneza muziki, zile za tangazo yenu na nini. Kwa hiyo tulikuwa tunajiiba ile, tunakuja weekend zile mabosi hapo wafanyakazi wengi hawajaja jioni ile, labda Jumamosi au Jumapili, wale walinzi tunakuja pale, bwana ananiambia bwana napanda naye juu radio, anaweza kawapoza chochote ni bwana namna gani, mimi naenda naye hata masaa 2-3 naishi naye huko. Kwa hiyo ndio tunafanya mambo yetu. Kwa hiyo inabidi sasa mimi nifanye mazoezi ili tusitumie muda mrefu. Nichukue beat hizo tena zile habari, kama siku hizo unaweza kaenda studio ukaandika hapo beat kaandaliwa hapo na nini, sababu simko free. Afu hiyo ni studio official kazi yake hiyo. Lakini sasa zamani ilikuwa lazima ujiandae ili siku unavoenda usitumie muda mwingi. Yaani ukienda pale ushaifanyia mazoezi na kila kitu, pengine labda lisali moja tu au nusu saa ushamaliza kuingiza vocals zako ili umwachie ratiba za watu nyingine ziendelee. Nadhani hata ilikuwa hizi studio nyingine za kawaida ambazo official unapangiwa tarehe fulani utakuja, basi beat hiyo hapo, kama ni nani tu, sio yenyewe ambayo imeisha kabisa, lakini ya kuandikia na kufanya mazoezi. Baada ya kuna nini producer mwenyewe ndo anamalizia ile mchongo mzima. Kwa ndio maana na zamani hata era kidogo zilikuwa mambo sijui ushaingiza nirudi kurudia tena siku nyingine, kuna kitu kikukaa sawa, sababu tulikuwa tunajiandaa before hata wiki 3 mwezi. Ukija pale uko nondo na piga tu hata take moja tu uko fresh. Sawa. Inaleta memories nzuri sana, lakini pia bado inabakia kwenye heshima. Kuna muda ulikuwa ulimzungumzia J-Mo hapa wakati tunazungumza, lakini pia kwenye one of your songs nimesikia wimbo mmoja umemtaja J-Mo kama ni mentor. Ile inaitwa Utangulizi, ipo kwenye EP ya Sinza Star. Kwenye utangulizi pia umemtaja kama ni mentor. Na kwanza ku drop hiyo name tu pale, hiyo name drop kwenye intro ilikuwa ni heshima kwake. Nilitaja nikasema kipindi hicho watu wakininspire kama hao wakina LWP, kuna watu kama WWA, nilitaja watu wengi, lakini nikasema J-Mo mentor. J-Mo hiyo mentor. So mpaka unasema kuwa ni mentor, manake kuna mchango mkubwa sana ambao umepitia. Unaweza walau kuzungumzia walau kwa kifupi mpaka ukamtaja J-Mo kama ni mentor wako? Kwanza material, unajua kujifunza kuishi, sio kwa sababu eti ulianza kutoka kwenye game miaka hiyo ukasema leo kuja sasa hivi hawezi kuwa na knowledge. Inawezekana sasa hivi akana knowledge kubwa kuliko wewe, labda yeye anatumia muda mwingi sana kupitia vitu, labda una muda wako wa kupitia ni mchache. Kwa material mengi mimi kama hizi albums na nini nilikuwa nazitoa kwa Mo, na pia muda mwingi time hiyo tu niko pale Sinza Mgabe na yeye pale kwao pale nini hapa Sinza mita, kama unashuka kwa Mwebula sio mbali, nilikuwa ni walking distance, mimi natembea tu, nilikuwa naboleka naenda kwa Mo kule, nikifika najua nitasikiza maalbum
ataniambia bwana kitu fulani umekisikiliza na nini, au atanipa maujanja. Mfano kama hii flow ya kusubiri kiki ianze, ni Mo ndo alinipa hiyo technique. Na ndio maana wanamuita Mo technique, sababu ana vitu vingi anafuatilia. Mimi ni kwa zamani yani nataka pale beat tu yani ile inavyoanza tu ile na mimi hapo nisharuka nayo. Akaniambia sasa ile inakuwa au relax yani unakuwa unakimbizana na beat muda wote. Nikamwambia unawezaje ni kuiacha kwanza nding afu na wewe ndio uje nyuma? Mimi naona kama itakuwa beat inaniacha. Anambia hamna, unaweza kaacha tu ngafu ukaja nyuma kitendo unakuwa una relax. Nilivyozoea nikajikutani nikamwambia siku ndio naona yani sina tena Mungu kukimbizana na beat muda wote. Naweza kama nikaacha yenyewe itangulie. Kwa na mtu asijeza akasema jamaa aende na beat kwa sababu hajui hiyo technique. Unasikia kipindi kile enzi ya Kikosi Kazi tunarekodi sana. Kita kanambia wewe mzee unaingia yako moja mcheza kazani kama beat unaiacha hivi lakini ni unaacha beat inapumua ni unakweli yani unachana nini umerelax. Nikamwambia bwana hii Motek ndo alinipaga hii yani iache kwanza ile nding afu ndo unaanzia kwa mbele yake. Kuona na vitu kama hivyo yani nimejifunza vingi pia, na kujifunza kwingine sio mpaka akwambie yani ukisikiliza tu zile ngoma zake na nini kuna kitu nayo unataka kukifanya hivi. Aidha kisifikie kama ubora alionao yeye lakini at least kwa hiyo kuongea ukweli kumpa mtu maua yake angali hai na wote tukiwa hai kikweli nimejifunza vingi kupitia kwa. Okay, shout out to Mr. J Mo na Mr. Famous. Mlikutana kwenye baadhi ya tracks Sasa kuwa kwangu kote karibu na Mo hiyo tunakutana nini? Yani tulikaa muda mrefu mpaka kuja kufanya collaboration. Na collab ya kwanza tena siwezi ya mipango ilitokea tu. Ya kwanza kabisa kufanya mimi na ilikuwa ni Jazz Records. Kipindi kile Q amekuja yuko Jazz, kuna studio moja mwanetu moja anaitwa AZ. Ilikuwa Magomeni kule chini kule. Nimeenda studio nilikuwa nimefuatilia ngoma yangu ya Mrembo ambayo ilifanywa na producer Q pia. Those years nimefanya na Makamua, nilikuwa nimeenda sasa kuifuatilia bana kama vipi mixing imeisha na nini. Sasa kato siku nimeenda nikakuta kwa sababu kulikuwa na hiyo same studio kuna wana chill nini, nikamkuta brother Asla Mo pale na Q amechill pale na wengine wa Magomeni piga story nini vitu vinapita pale na nini. Sasa Q akasema tu bwana hapa Mansuri Mo na Dahasa tunaweza tukapata kitu kabisa. Sasa tukamwambia why not, yani wewe tu kama kuna beat lipo. Akasema ngoja nikagonge beat. Basi Q akaingia zake mtamboni, kipindi kile Q yuko moto sana. Q the Don. Haizikupita hata dakika 30. Akachuta nyoze njoni msikie kama mjapenda anaweza kafanya. Tulivyosikia tukaambia wewe. Aliingia vibaya sana mle. Yaani utengeneza biti gani tena nyingine zaidi ya hii. Gong 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 gong. Hivi ndivyo na sivyo. Kutoka Sinza Star na wakilisha Capital Letters na wanangu wa ghetto Mo na Ibrahim beat kutoka Jazz. Kama usipotezi muda kwenye saa za kazi, hivi ndivyo. Ile ndio ilikuwa ngoma yangu kwanza mimi na Mo kufanya pamoja, kuepo kwenye ngoma moja. Mo aliingia vibaya sana mle. Unapoingia booth, nimeingia booth ndio na kitu cha kusema na washika bila gloves, ndio maana na chalama na kile na wiba bila tendo la wizi kimashairi. Babu Mo, sasa hivi tumuite Babu Mo. Babu Mo. Babu Mo. Babu Mo sana mlaitisha sana ujue. Mzee naye anapania sana kila ngoma. Ndio maana hata mimi sikuwa nataka kufanya naye kumshirikisha ngoma zangu nyingi. Kwa alikuwa challenge sio? Nikaja kufanya naye nyingine tena na hiyo nyingine tena na Q. Today msema kesho ni muongo. To fry to enjoy wote bila kinyongo. Mo nilimweka katikati. Actually nilikuwa nitaka kupiga tu verse mbili, yangu ya kwanza yake ya pili. Sasa vile alivyorudi verse ya pili niko na hapana. Hii ngoma ni yangu mimi, lazima nirudi verse ya tatu. Vinginevyo nitakuwa mimi nimepotelea hapa katikati. Okay. Okay. The Hip Hop Corner with Kovi Chaka.